Msikilizaji, ni furaha iliyoje kukutana kwa mara nyingine tena na wewe ili kuweza kukujia na taarifa zetu za habari ambazo zinakuwa zinajiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mzima na hata ulimwengu mzima. Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV tunakukusanyia habari hizo za uhakika. Kwa hiyo msikilizaji, napendeza sana kama unakuwa Benedi kuweza kutusikiliza kila siku ambako hatuchelewi kukupatia taarifa zetu za habari, hasa habari zinazojiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako uvamizi wa waasi wa M23 unaendelea kushamiri huko, na hivyo inazua hali ya wasiwasi mwingi miongoni mwa raia. Lakini leo nakukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari zilizogonga mwamba mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata Kongo nzima. Tuanzie katika jimbo la Kivu ya Kusini. Pabaraka ni kwamba baba mmoja aliyejulikana kwa jina la Oredi Bokabo, baba wa familia, ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa Alhamisi ya tarehe 2 Oktoba 2025 mida ya saa 1:30 usiku katika kata la Mshimbaki mjini Baraka. Visa vya mauaji vinaendelea kuripotiwa kwa kiasi kikubwa katika mji wa Baraka na kupelekea raia wa eneo hilo kuwa na wasiwasi mkubwa. Akizungumza na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Bwana Asumani Kiza, ndugu wa marehemu aliyeuawa kwa kupigwa risasi, amesema kuwa ilikuwa mida ya saa 1 usiku ndipo watu waliokuwa na miliki silaha waliweza kufika kwa ndugu Oredi na kumfyatulia risasi, na hapo aliweza kufariki. Huyo mwenye anapigwa masasi hapa ni mkubwa yangu. Alipigwa masasi na saa 1 kama vile na dakika 15. Marehemu alitoka hapa kwake akaenda nunua mamega. Baada ya kununua mamega akabakia pale muda mfupi anachunguza mambo ya telefone. Basi ilipofika saa 1 ya usiku na dakika 2 akarudia haje kwake nyumbani. Baada kurudia alifika nyumbani kwake, alikuta watoto walikuwa nje wanaangalia video kwenye telefoni. Basi aliwasalimia na baada kuwasalimia akaingia ndani mnyumba. Basi kuingia mnyumba akaketi kwenye kiti chake ndani ya nyumba. Baada ya hapo tu kulipita kama vile dakika 10, waliokuwa nje wakasikia ngurumo ya risasi la kwanza, baadaye likafata la pili. Basi wale watoto wenyewe walikuwa nje wakasambaratika na kushituka. Yeye marehemu ndani akalalamika, na baada kulalamika akaanguka chini. Basi mtoto wake mkubwa mwanaume alikuwa nje akakuya mbio haangalie kama baba yake alilalamika aje, na ndipo alienda gundua kama baba alikuwa alishalala chini huko anavuja damu za mingi sana, na alipomgusa alijikuta kama baba alikufa hapo. Ndo mtoto akatoka nje akaendelezea watu wengine wa jamaa, wa dada zake, mama yake na tate yake, aseme baba ndani amekwisha kufa. Ndo wakakuja mbio kuingia mnyumba na kushuhudia tukio, kuona kama baba ni kweli amekwisha kufa. Balionekana kuwa watu wawili usiku kwenye moto ikasimama pembeni ya parcele kubarabara, na baada moto kubakia pale kukabakia umoya kubarabara na ungine mwenye kuvalia koti juu, ilikuwa busiku tu ya kawaida. Akashuka akazunguruka nyuma ya nyumba, na alipozunguruka nyuma ya nyumba ndo alitimiza hiyo lengo yao, bakampiga masasi kupitia kudirisha. Hapa tunajua kama hakuna tatizo yote ile kujirani. Pamoja na hivyo mjama hamuna kiajabu kiki ilikuwa ila anketi ngali tafanyiziwa ile bagundue nini kabisa kenye kilifanya kitendo. Msikilizaji, na kule katika jiji la Uvira katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba kabla ya serikali haijaweka utaratibu maalum juu ya kutofautisha nani mzalendo na nani asiye mzalendo, raia wa Uvira wataendelea kuwa waanga wa usalama mdogo. Ndivyo amesema Bwana Emmanuel Abedi, mratibu wa vuguvugu Machozi ya Raia mjini Uvira. Maneno hayo ameyasema kutokana na vitendo vingi vya mauaji ya kutumia silaha kuendelea kushamiri. Inakuwa vigumu kufahamu nani mhalifu anaotekeleza vitendo hivyo. Wakati ya kijiri, vuguvugu Machozi ya Raia mjini Uvira inahamasisha jamii kuepukana na kutembea usiku ili kuepukana na kuuawa kwa mara. Emmanuel Abedi amezungumuza yafuatayo. Mimi nishakuelezea kama Uvira pole mama ishakuwa vile kila mtu anakuwa anatembea na peke yake, donc chaque personne avec son arme. Mtu kama mapapa unaona bunduki na ba vrai na ba faux wote wanaprofite. Mtu yuko mwizi anaprofite
mwingine anatoka na sira yake munyumba. Donc kuko ile armes aussi contrôlées et que tu pale aussi contrôlées, mtu analewa sana na anaanza kupiga risasi. Donc ikike conflict kidogo, na mtu anafungula sefe yeye ndio njala tena kwa kopia kuintimidate na raia. Donc ile mabiti mwa prévu galère parce que mimi siwazi kama un bon phare de ciel, un bon mzalendo anaweza kuwa ile hali ya kukata population. Sinon ni zile mabrevi galeze zile zitoka stuma centrale zetu zinakiafa ile mabuyanke mkizalendo. Récemment watu la registre au moins décor ambao zipoteza maisha avec des balles perdues. Wakati unakuwa tembea kwa barabara risasi ya ukamata tena ndio kwa quelque part mtu alipiga. Donc tushakuwa na makaza mengi sana zenye mtu wanakufa na mabali perdues. Ndio maana kwa nini kwa maisha ya population inafika kawaida c'était rasirez-vous na kwa kunyumba parce que kama usiku ile kuna des fleurs na yeye pour le moment ouvrir kuna problème aussi à courant. Donc kuna mwangaza bien. Ça veut dire aussi wale bayaya ndio wanajipanga kanjia wanakuwa wanafanya mavitu ya intimidation anakutia akarasha ukicha na kunyang'anya huko na vitu mikono na vibeba. Sasa ile kupona bila kuambia watu wako na ile ma reserve ya kutembea na n'importe comment ruki wa facilite basi kwa victime ile matakatirisho sasa watu wanafanya fulani mmoja tu Uvira. So nawaza kama sisi kama na serikali tuko wa collaborant. En fait anasema kajilinde nani ndakulinda. Watu wasema sema ni ujespose parce que serikali iko. Na wakati serikali yenyewe haisikii kurasiri kila mtu, polisi wakukala kumlango yaji kuna mchungaji nyumba yake, paro usiku kwele fika no efficacité aussi ya maéléments na approprié kufanya ile kazi. Malgré que nous sommes dans des besoins opérationnels, quand même donc raia iko na haki ya kuwa naishi mzuri na amani. Na tujelekeze vile vile kule katika kijiji cha Mukera, tarafa la Fizi, ni kwamba mkuu wa kijiji cha Mukera na kando ndani ya sekta ya Mutambala Mboka Ishetumbula wa 13 ameomba raia wanaosafiri kwenye barabara Simbi Mukera kuondoa shaka, kwani usalama unaimarika kupitia vyombo vya usalama. Kwa mujibu wake ni kwamba kitendo cha hivi karibuni ni cha watu wawili waliokwenda sokoni kuingia katika mikono ya wanyang'anyi na kuporwa pesa na hata wengine kujeruhiwa vikali kwa kuchomwa visu. Mboka Ishetumbula wa 13 ameongeza kuwa swala hilo limeshughulikiwa na vyombo vya usalama ili kuhakikisha usalama wa raia na mali yake unaimarika vya kutosha. Sasa hivi usafiri uko tulivu. Ile siku ambayo ilikujuza ndio ambayo walipora wanawake wawili na mwanajeshi mmoja ambaye alikuwa anavaa mavazi ya raia, alikuwa akienda sokoni, alafu wakaingia mikononi mwa waizi wenye kufikiria silaha, wakawaiba kitita milioni 3 na baki 2 na simu na mama mmoja ya kuitiwa kwa jina ya Ongwa. Wakamupiga kisu chini na bega. Hivi mama yuko mahututi kwenye hospitali kuu ya Fizi ambako alipelekwa. Hiyo ndo hali ya uporaji ambao ulipitikana wiki njia ya Simbi, na kwa sasa njia ikingaliki na usalama kidogo, sababu hawezi watu wanabaga siku fulani tutaiba. Ndio hivyo ndio mtangazaji. Ndio vyombo vya usalama vilifanya doria, tembea mahala popote kutafuta wezi. Kwa sasa bado hawajapatikana, lakini walipanga mikakati wao na walio Simbi kwa kufanya ulinzi dhana na wezi wasisumbue baadhi wasafiri. Je, hiyo mesure itasaidia kabisa juu ya kugarantire security ya raia mwa hiyo axe huko? Ndio wakaikamata kwa makini kabisa, watumikie raia kama vile walivyojitoa kwa kutumikia raia. Nadhani usalama utakuwepo. Ndio mawazo ya kurenforcer security yapo. Kulingana na hivyo ile mikakati iko, raia watambua kama vyombo vya usalama vinashughulikia masuala kama na yale, ili wizi utokomeze kabisa wanapita na usalama. Katika mji wa Baraka ni kwamba uongozi wa shule za sekondari mjini Baraka unalalamikia uchelewaji wa malipo ya ada za wanafunzi ambao wanasema unasumbua mchakato wa malipo ya walimu. Kasukulu Mutambala
ni kiongozi wa shule la sekondari Mwenge wa Taifa mjini Baraka, amezungumza na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ambapo aliwaambia wazazi kulipa mapema ada ya shule kabla ya watoto wao hawajafukuzwa mashuleni. Na isingekuwa vizuri watoto kwa wanafukuzwa kwa sababu ile pia inaleta mafujo katika mji wetu wa Baraka. Wakati na watoto wote wanafukuzwa, inakuwa kama hailete samani ya masomo. Malipo, siku za malipo ni kuanza tarehe 1 mpaka tarehe 25, lakini wazazi wengi hapa kwetu wanasubiri mpaka tarehe 25 ndio waanze chunga watoto walipe. Na watoto wao tena katika mashule wanatuambia kama mtufukuzi wazazi hawatalipa. Yaani ilikuwa kama masomo watoto wanakuwa katikati ili kubembeleza masomo yao, ili walipiwe kwenye masomo. Wao wenyewe wanatuambia mtufukuze ili wazazi wetu walipa. Na hiyo kwa kweli kero kwetu kuona kwamba kwa mtoto alipiwa ada za shule mpaka tatu mfukuze mtoto. Kumbe kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 25 tunaweza kuwa naomba wazazi wao na jitahidi zile siku wanalipa, ili na sisi kuanza tarehe 25 mpaka tarehe 13 tunajua jinsi ya kulipa walimu wetu. Na tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba raia wa kata la Mwandiga ya 3 mjini Baraka wanasema kupongeza kazi kubwa inayotekelezwa na kamanda wa kundi la wazalendo la MPLC bar FPLC pa Mwandiga ya 3 Bwana Kipamparira, ambaye anakesha usiku na mchana ili kulinda usalama wa raia na mali yake pamoja na kutekeleza kazi ndogo ndogo za maendeleo katika kata hilo. Raia hao wamesema kufurahishwa na mwenendo wa mkuu kiongozi wa wazalendo wa MPLC bar FPLC pa Mwandiga ya 3, ambaye anajitolea kwa kuweza kutengeneza vilalo vidogo vidogo ili watu wawe napita kiurahisi. Hawa wamesema kuwa wanahitaji mzalendo huyo aendelee kubaki katika kata hilo ili kudumisha ulinzi wa raia na mali yake. Raia hao hawakuficha furaha yao walipokuwa kiujiwa na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV mchana wa siku ya Jumamosi ya wiki tunayo. Sisi tunamsapoti na endelee kuishi na sisi ili tuwa na amani katika lotisima yetu ya Mwandiga ya 3. Najisikia niko na usalama na furaha kwa sababu analinda wa raia na mali yake pamoja na maendeleo ya kijiji. Mimi kama mimi naona mzalendo huyu anafanya kazi nzuri na raia wote wa Mwandiga tunafurahia, kwani ni development au maendeleo, kwani yeye ni mtu mwenye kuleta maendeleo hapa kwetu Mwandiga. Kipamparira naona analeta maendeleo na muhisi ni mtu mzuri sana, kwa maana tunaweza tukapata watu 2 ama 3 kama hawa, Mwandiga inaweza kuwa vizuri sana. Kiongozi yano vrema vya mutumia na bibili bya sangwa no meto msenge maendeleo tu malusha vrema malusha usisimu aji wambuka byangeni mbakati ya fashi chibimu ubakanya batu wakati wambula mbuungu bamu yatengeneza watu na batu bamwitana byangene na hata usumbufu wose bilalo kweli kila veni alale mshima amoba ilalo yangene sana temane wayungwa lembe manga na wayungwa faraja mulumanga lumbakatu fariji tiya fashe tewe tubanyatsi babusuku walo atubi mubana ile uzuni manga niswetana no atubile na ali buungu ali mache, lakini bino byatumia vraiment byatwa courage sana na twaunda ewe azidi ishi Mungu amelele tu aendeleshe make maisha ibamale mbaka ombele tu ikyana tumi abyangene byaita bino byamutumi Antoke na tufurahisha sana kwa ajili ya huko komanda, tusipenda atoke muhimu ngini yetu kabisa. Hata balite basoda ila yeye asitoke muhimu ngini yetu. Anatufurahisha sana kwa maendeleo yeye anatuletea kuishi na waraia, naishi tu bien na waraia. Okay, tunafurahiwa naye. Hii bilalo najisikia tu bien sana. Batu tena komanda wetu wangene. Twashukuru manga na bitu bya mututumi ela. Ale komanda wetu wangene manga kwa twamonda manga tu bitu bya mututumi ela byangene tu. Maendeleo yisumbuka yeto nitetelea becho baraia byangene tu ilonga to balabala salongo misenge yeto, yani bitomanga tu byangene no si bilalo sana bitumi abilalo byangene. Tumalizie taarifa zetu za habari na habari za uko Kinshasa ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Japan wamefanya makubaliano ya chakula, ambapo nchi ya Japan itatoa msaada wa dola za Kimarekani milioni 2.6 kwa ajili ya kusaidia chakula nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Safari Limasidilwe pamoja na Isaac Mulucha Ashibe walijikusanya fasi moja na kuandalia Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV ripoti ifuatayo. Naam,
Waziri wa Kiraifa, waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kimataifa, Frankofoni na diaspora, Therese Kaikwamba Wagner alisaini Jumatano Oktoba mosi kwa niaba ya serikali ya DRC makubaliano ambayo yanahusiana na misaada ya chakula yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 2.6 iliyowekwa kwa thamani ya vyakula ikiwemo mchele wa Thailand kama sehemu ya mwaka wa fedha 2025. Kulingana na kitengo cha mawasiliano cha Wizara ya Mambo ya Nje, harakati hiyo inafanyika mbele ya Bwana Ogawa Edetochi, balozi wa Japani nchini DRC, na pia wawakilishi wa Wizara ya Mipango, mfumo wa ushirikiano wa kimataifa wa Japan. Ndiyo Safari ya Alimasi. Programu hii ni sehemu ya misaada ya umma ya maendeleo ya Kijapani iliyoundwa kwa kuzingatia kanuni ya usalama wa binadamu ambayo inakusudia kuboresha hali ya maisha ya raia haswa walio katika mazingira magumu zaidi ili kuboresha uhusiano ulioundwa kulingana na mshikamano na maendeleo endelevu. Katika hotuba yake, waziri wa nchi Therese Kaikwamba Wagner alisifu msimamo wa kina cha ushirikiano kati ya nchi hizi mbili. Isaac Napa, namnukuu waziri wa mambo ya nje ya DRC, alisema kwamba programu ya KR 2025 kwa mara nyingine inaonyesha mshikamano wa kazi wa Japan kuelekea DRC. Msaada huu wa chakula haujibu tu dharura ya kibinadamu, pia unashiriki katika ujenzi wa kijamii na kiuchumi wa nchi yetu. Hii ni ishara halisi ya udugu na kuaminiana, alisema hayo mkuu wa diplomasia ya Kongo Bi Therese Kaikwamba Wagner. Pia Safari Alimasi alisema kuwa bidhaa zilizotolewa ndani ya mfumo wa mpango huu zitauzwa ili kutunza rasilimali ambazo zitafadhili miradi ya jamii na umuhimu mkubwa na hivyo kuchangia maendeleo ya ndani. Kwa kuongezea, mkuu wa diplomasia ya Kongo alikumbusha matokeo mazuri ya toleo la hivi karibuni la 9 la TICAD lililofanyika mnamo Agosti huko Yokohama huko ni Japan, ambapo majadiliano ya nchi mbili yalifanya iwezekane kuimarisha ushirikiano katika nyanja muhimu kama vile kilimo, miundombinu, elimu na afya. Namnukuu hapa mara tena, programu ya ushirikiano na ya mara kwa mara kati ya serikali ya Japan na ile ya DRC imefanyika. Programu ya msaada wa chakula KR 2025 inakusudia kuimarisha usalama wa chakula na kukidhi mahitaji ya haraka ya raia walio hatarini zaidi katika nchi yetu. Huu ni msaada wa moja kwa moja ambao utasaidia kuboresha hali ya maisha ya familia za raia wetu kupitia kuruhusu uuzaji wa bidhaa zinazotolewa, kufadhili miradi ya maendeleo ya ndani na athari kubwa ya jamii, alisema Therese Kaikwamba Wagner. Kujitolea mara kwa mara kwa Japani kwa niaba ya raia wa Kongo kunafanyika. Kwa upande wake, Ogawa Hidetoshi, balozi wa Japani nchini DRC, alithibitisha matakwa ya nchi yake kuendelea kuunga mkono DRC katika juhudi zake za maendeleo. Balozi huyo wa nchi ya Japani katika nchi ya DRC alisema kwamba Japani imejitolea sana kusaidia juhudi za DRC kuhakikisha usalama wa chakula, kukuza maendeleo endelevu na kujenga jamii yenye nguvu. Programu ya msaada wa chakula wa KR 2025 ni ishara halisi ya kiambatisho chetu kwa wazo la usalama wa binadamu, mwanadiplomasia huyo wa Japani alisema hayo. Kwa kumalizia Safari Alimasi, balozi huyo pia alikumbusha kuwa mpango huu ulioanzishwa mnamo 2004 ni moja wapo ya nguzo ya ushirikiano wa nchi mbili na kwamba utaendelea ili kukidhi mahitaji ya watu wa Kongo kwa manufaa ya nchi hizi mbili. Hali ya usalama wa chakula nchini DRC inabaki ya kutisha, ikiwa na idadi ya rekodi ya watu milioni 28 ambao waliokosa usalama wa chakula. Msikilizaji, hadi hapo ndipo naweka nukta taarifa zetu za habari za siku ya leo. Kwa hiyo na kushukuru kwa kuwa umekuwa Benedi na umeweza kuhabarika vya kutosha. Kumbuka wafanyakazi wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV wanakuwa walali kila siku, wako macho kwa ajili ya kukuletea habari moto moto. Mimi ni Omari Makelele Ozil.